Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni pamoja na kile ambacho kimetokea katika gwaride la miaka 80 huko nchini Urusi, ambapo Urusi ilikuwa ikisherehekea miaka 80 ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia na ushindi kwa Moscow, wakati huo ikiwa katika Umoja wa Usovieti. Ni gwaride la heshima ambalo limefanyika mnamo siku ya jana Ijumaa, ambapo viongozi mbalimbali wa ulimwengu walishiriki wakikaribishwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Miongoni mwa viongozi waliokaribishwa ni pamoja na Kapteni Ibrahim Traore, rais kijana kutoka barani Afrika katika taifa la Burkina Faso, moja kati ya viongozi waliopata heshima kubwa katika taifa la Urusi. Hata hivyo, ni rais wa Urusi Vladimir Putin ambaye amempa heshima kubwa Ibrahim Traore. Ibrahim Traore amepewa heshima nzito ambayo wengi hawakutarajia. Ni moja kati ya viongozi ambao kwanza walipofika tu huko Moscow, ni rais wa Urusi Vladimir Putin aliyempokea kwa heshima kubwa kama kiongozi ambaye anamheshimu sana. Lakini pia ikumbukwe, Ibrahim Traore ni moja kati ya viongozi ambao walipanda ndege ya Kirusi ambayo ilikuwa ni ya VIP, moja kati ya ndege ambazo hupewa viongozi wa heshima kubwa ambao wanafika nchini Urusi. Lakini pia mapokezi yake yamekuwa ya kipekee sana. Tazama kilichotokea. Kuwasili kwa Ibrahim Traore nchini Urusi kuna ashiria zaidi ya misheni ya kidiplomasia. Ikumbukwe wakati huu Rais Vladimir Putin anatengeneza misheni ya kidiplomasia ya hali ya juu kati ya taifa lake na taifa la Burkina Faso chini ya Ibrahim Traore. Ni kweli Urusi inapambana na mataifa ya kimagharibi ambayo yapo katika bara la Afrika ambayo kwa miaka mingi yamekuwa yakifanya ukoloni mamboleo, lakini ujio wa Ibrahim Traore kuongoza katika nchi ya Burkina Faso, moja kati ya mataifa ya bara la Afrika, kumempa nguvu rais wa Urusi Vladimir Putin katika mapambano yake dhidi ya ukoloni mamboleo uliokuwa ukifanywa na Wafaransa katika taifa hilo la Afrika. Ni Ibrahim Traore ambaye alichukua jukumu muhimu la kuwaondoa Wafaransa kutokana na kushindwa kupambana na makundi ya kigaidi yaliyopo katika taifa hilo la Burkina Faso. Lakini mapambano ambayo anaendeleza Ibrahim Traore pamoja na mipango madhubuti iliyopangwa kati ya Traore na rais wa Urusi Vladimir Putin imeonyesha wazi Putin anafurahishwa na kile anachokifanya bwana Traore, na hii inatengeneza mission kubwa ya kidiplomasia si ndani ya Burkina Faso lakini pia ndani ya Afrika, na inaashiria mabadiliko makubwa katika safari ya Afrika kuelekea kuwa na uhuru, umoja pamoja na nguvu. Na ndicho ambacho wananchi wengi wa Afrika wanakitaka, na ndicho ambacho Vladimir Putin anataka kukiona kwa mataifa ya Afrika. Vladimir Putin katika moja ya mikutano ambayo alikutana na viongozi wengi wa Afrika ambayo pia Ibrahim Traore alishiriki, aliwahi kuambia viongozi wa Afrika kwamba Afrika inapaswa kuwa na uwezo wa kujitegemea, lakini pia iwe na uwezo wa kusimama imara wakati wowote bila kuyumbishwa na mataifa ya kimagharibi. Urusi itakuwa tayari kwa ajili ya kutoa msaada kwa bara hili ili liweze kusimama imara na kuachana na utegemezi wa nchi za kimagharibi. Ni kauli ya rais huyo wa Urusi bwana Vladimir Putin wakati alipokutana na viongozi wa Kiafrika. Wakati Burkina Faso inasimama kidete kwenye jukwaa la dunia, ni Ibrahim Traore anayewakilisha wimbi jipya la uongozi wa Kiafrika ambao unaonyesha ushupavu, ambao pia unahitaji uhuru na uliojikita mizizi katika urithi wa kimapinduzi wa baadhi ya viongozi kama akina Thomas Sankara, wakina Julius Nyerere wa Tanzania na viongozi wengi katika bara la Afrika waliopitia misukosuko lakini pia walioonyesha uzalendo wa hali ya juu. Na hiki ndicho ambacho Ibrahim Traore anakionyesha katika bara la Afrika, kwamba ni kiongozi ambaye ni mzalendo wa kweli, na wengi wameonyesha kumpenda kiongozi huyo kutokana na juhudi zake lakini pia na maarifa mengi anayoyaonyesha. Hili linamfurahisha sana Vladimir Putin, rais wa Urusi, na ndicho kilichomfanya ampokee kwa heshima kubwa kiongozi kutoka katika bara la Afrika bwana Ibrahim Traore, na kumpa ahadi nyingi, ikiwa ni pamoja na kumhakikishia kumpa wanajeshi watakotoa mafunzo kwa vijana wake ambao wataweza kupambana na makundi ya kigaidi. Na taarifa zinaeleza kwamba nchini Burkina Faso vijana wengi wanafurahishwa na utawala wa Ibrahim Traore na wapo tayari sasa kujiunga na jeshi la
nchi hiyo, huku wakiahidiwa kupewa mafunzo kutoka kwa Warusi. Na hili pia linamfurahisha Traore, akiamini kwamba amepata ulinzi wa kweli na kwamba mapinduzi yangeshindikana na angepata usaidizi mkubwa kutoka kwa Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Tulikuwa tukitazama namna Ibrahim Traore alivyopewa heshima na rais wa Urusi Vladimir Putin, moja kati ya viongozi ambao wana heshima kubwa ulimwenguni, lakini pia moja kati ya viongozi ambao wameirejesha Urusi kuwa miongoni mwa mataifa makubwa ulimwenguni yenye heshima kubwa, lakini yenye uwezo wa kupambana na yenye teknolojia ya hali ya juu katika kila nyanja. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia The World News.